Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alkiram wa ba'd. Wiki hii kumetoka ripoti inayotoka kwa wakfu wa Kofi Annan ikitoa onyo kwamba kwa 84% uchaguzi wa Kenya mwaka 2027 huenda ukakumbwa ama kuna uwezekano mkubwa katika 84% kutokea kwa ghasia za uchaguzi. Mbali na haya, kwenye ripoti hii vile vile ikaonyesha wasiwasi mkubwa wa zile taasisi ambazo ndizo zenye kuhakikisha ama kushikilia swala zima la usalama na ikiwemo swala la uendeshwaji wa uchaguzi. Hapa nazungumzia taasisi kama IEBC, tume ya uchaguzi ya Kenya, pia mahakama ambao ni muhimili muhimu sana katika utawala wowote. Vile vile imetajwa vyombo vya usalama, security apparatus, kwamba hivi pia vitakuwa na ushawasho mkubwa sana katika ima kuchangia hali kama hii ambayo imetajwa katika wakfu huu wa Kofi Annan. Kabla ya kuangalia yale maudhui yaliyowasilishwa kwenye ripoti hii ya wakfu huu, itakuwa ni jambo la busara kuenda mbali zaidi kuangalia nyuma ya ripoti kama hii na mfano wa ripoti kama hizi, kama vile vile inapokuja katika polls ama tafiti wakati mwingine ya hivi karibuni, kama tulivyoonyeshwa kwamba Rais Ruto ana 33%. Lau kama uchaguzi unafanywa leo, basi kuna nafasi ya kushinda Rais Ruto kwa 33%, kisha wengine wakawekwa 12% na mpaka wengine kuwekwa 3%. Na sambamba na hizi ripoti zinazotoka, mara nyingi huwa tunaangalia yule anayekuwa na mshawasho wa ripoti kama hizi. Ndio, si siku zote kwamba ripoti lazima inatoa kwa data zake ama utafiti wake kwa sababu ya ushawishi, lakini mara nyingi hasa katika siasa za kidemokrasia, mara nyingi kuna nyuma ya hii ripoti. Ukiangalia kwa makini utakuta wakfu huu wa Kofi Annan nyuma yake unadhaminiwa sana na mataifa ya Ulaya, tunazungumzia Uingereza, Switzerland na kwingineko, na hata Russia imetajwa na baadhi ya mashirika ya kibinafsi ambayo yamekuwa yakifadhili ripoti kama hii ama wakfu kama huu. Sasa hapa ndipo kuna nukta ambayo lazima ifahamike sana, hasa katika siasa za kiulimwengu. Kama tulivyosema nyuma kwamba Kenya huwezi ukaitenganisha na siasa za kiulimwengu kwa sababu ni nchi ipo katika mataifa 200 na katika ulimwengu. Isipokuwa ni muhimu sana kuelewa hali za mshawasho wa mataifa. Kwa mfano, tunapozungumzia Europa, hususan Uingereza na Kenya, tunazungumzia nchi ambayo ni kubwa, ni miongoni katika mataifa makubwa. Leo katika ulimwengu, ala sabili mithali, kuna mataifa makubwa sana ambayo ni yenye kuathiri siasa na sera mbalimbali za kiuchumi na maendeleo. Kwa mfano, taifa kuu la Marekani, ukiachilia mbali kwamba ndio linaloongoza dunia, ndio kinara wa mfumo wa kibepari, lakini kuna mataifa ambayo nayo huweza kuathiri ile mawkifu dawla, yani huweza kuathiri taifa hili kuu. Hapa tunazungumzia Russia, nazungumzia Uingereza, nazungumzia Ujerumani, nazungumzia Ufaransa, pia China inaingia hapa. Kwa hivyo mataifa makubwa kama Uingereza kwa mfano huwa yana misuli mikubwa sana ya kuathiri siasa za ndani ya nchi na kuathiri sera za ndani ya nchi. Mataifa ambayo tunasema kitaalamu kuwa ni subordinate states, yani mataifa ambayo ni tiifu, mara nyingi huweza kuwa kutohimili yani shinikizo la mataifa makubwa, tofauti na mataifa ambayo tunayaita kitaalamu satellites, yani mataifa ambayo yanazunguka katika falaki. Haya wakati mwingine utakuta ni kwamba yanazunguka, yana athari fulani kuathiri ile dola kuu,
lakini pia huweza kuathiriwa na ile dola kuu. Ama taarifa kama hii kutolewa na taifa ama wafadhili kama hawa, ina maana kwamba wameiangalia Kenya kwamba licha ya kwamba kuna uwezekano huo, lakini pia umuhimu zaidi ni kuiangalia Kenya kwamba ni uwanja ambao ikitokea fujo zozote hapa itaathiri maslahi ya Europa na itaathiri maslahi ya mataifa mbalimbali. Kama tunavyoeleza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, taifa la Kenya limekuwa ni taifa ambalo limeshuhudiwa mipango ya kisiasa inayofanywa Nairobi kuathiri katika maziwa makuu, na kama tunavyojua katika historia suala la kusini mwa Sudan au Sudan Kusini, mipango mingi ilifanywa katika nchi ya Kenya. Na vile vile suala la Somalia, uvamizi wa Somalia na mikakati ya Somalia upangwa Kenya. Kwa maana haya, ripoti kama hizi huwa ni kana kuambiwa kwamba Europa inataka serikali ya Kenya ichukue hatua za mapema ili kuzuia hizi vurugu, kwa sababu vurugu zikifanyika Kenya ni tofauti na mataifa mengine katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwa sababu Kenya kama tulivyoeleza ni uwanja mkuu wa kupanga mipango ya magharibi katika eneo hili la kanda ya Afrika Mashariki na hata katika Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo hili la kwanza. Lakini pia hapa kuna dhihirika ile double standard ya mataifa ya magharibi. Wao kunasibisha kwamba kila nchi ya Afrika ni nchi ya fujo, ni nchi ambayo haina nidhamu na mengineyo kama haya. Na ni kweli kwamba Afrika haina nidhamu, Afrika ina taharuki katika kila uchaguzi, lakini nani asiyejua kwamba hii taharuki na vurugu kama hizi ni natija ya ile political system ambayo wa magharibi wamekuja nayo, kwa sababu hapa ni muhimu sana kuelewa kwamba system yenyewe ya demokrasia inaruhusu mazingira kama haya, kiasi kwamba kufanya mashindano makubwa ni kupata madaraka ili kufika katika utawala, ambao hii ndio sababu ya pili, ambao ndio sababu ambayo lazima tuiangazie zaidi, kwamba hizi fujo zinafanyika pia kwa mshawasho wa siasa yenyewe ya kidemokrasia. Kwa kupata picha hii halisi, sasa tuje katika kuangalia hasa yani ile maudhui yaliyozungumziwa katika taarifa kama hii yanaonyesha nini asili. Kwa hivyo tunaeleza kuhusu asili ya hizi wakfu, na tuje sasa kwa nini kuna hofu kama hii. Hapa nitataja mambo matatu. Kwanza kabisa, taharuki na fujo katika chaguzi nyingi za demokrasia ni jambo la kawaida, kwa sababu historia yenyewe utakuta hakukuweko Afrika na chaguzi ambazo zinatarajiwa kwamba chaguzi za amani, yani watu wafanye uchaguzi ambao na amani, japo kuna kesi fulani mbili tatu, kama hapa kwa mfano Kenya mwaka 2002 ikaibua Kenya imekuwa, kwa sababu tukashuhudia transition ya Kibaki kuja baada ya Moi. Lakini mara nyingi utakuta wakati wa msimu wa uchaguzi, yani kupiga kura, zoezi hili mara nyingi watu huwa na hofu. Sasa ni jambo la kihistoria, na hofu hizi ni jambo linaloonyesha kwamba kuna tatizo ya kitaasisi bila shaka. Yani kuna kile tunachosema institutional crisis, yani majanga ya kitaasisi, kiasi kwamba watu hawana imani na taasisi zinazosimamia ule uchaguzi, au watu hawana imani na vyombo vya dola. Kwa mfano tumeona katika hizi by elections hapa Kenya, askari kutuhumiwa kwamba wanahusika kuleta vurugu na kuleta tafrani katika wapiga kura. Lakini pia taasisi kuu ya IEBC ikakumbwa ama inakumbwa mara nyingi kwamba ina upendeleo fulani, kiasi kwamba kuna loopholes nyingi. Matokeo mara nyingi yanapotolewa na IEBC watu huyashuku. Kwa hivyo hizi taasisi kweli zina lawama fulani, lakini pia mahakama wakati mwingine pia nayo inaonekana kwamba mara nyingi kesi ambazo zina mshawasho wa kisiasa, mahakama inakuwa haiwezi ikajinasua kutoka shinikizo la wanasiasa. Jambo jingine ambalo ni muhimu pia ni suala la kwamba demokrasia by principle ni siasa ambayo imejengwa juu ya maslahi, na maslahi ndio kipimo pekee cha mfumo huu wa kibepari, kwamba vipimo katika maisha katika mfumo wa kibepari na siasa zake za kidemokrasia ni swala la maslahi, si halali wala haramu, bali ni madhara na maslahi. Kwa maana katika maslahi ni je, mimi ninapata nini na nitapata vipi na kwa namna gani.
nani atapata nini na nani na kwa kitu gani atapata na kwa vipi atapata. Hiyo ndio walivyofasiri siasa. Kwa hivyo siasa katika demokrasia inahatarisha mazingira ya amani, kwa sababu mashindano makubwa katika upigaji kura ni kuhusu kukusanya uwezo na kufikia karibu wa rasilimali, kisha zile rasilimali zikunufaishe wewe na watu wako wa karibu. Kwa maana haya unafanya kwamba mashindano, yani kura iwe ni mashindano makubwa ya kung'ang'ania rasilimali, si swala la uchaguzi tu kupiga kura peke yake. Kwa hiyo demokrasia kwa msingi huu wa kujalia maslahi ndio kriteria muhimu katika kufikia katika utawala, ni pate maslahi makubwa, hufanya uchaguzi kuwa ni kadhia masiria, yani kadhia kufa na kupona. Kwa hivyo mtu hutumia mbinu yoyote madam itahalalisha lengo lake. Wanasema the end justifies the means. Kwa hivyo mtu kutumia uhuni, thagari, violence inakuwa ni moja katika nature au sura halisi ya siasa yenyewe ya demokrasia, ambayo inafanya zile chaguzi kuwa ziwe zina utata. Jingine ni suala la ukabila. Bila shaka ukiangalia historia ya Kenya, ukabila ni jambo linaimarishwa kikusudi. Si kwamba Wakenya hivyo ati ni makabila si nini, lakini ukabila ni moja katika karata ya kisiasa ambayo hunufaisha wanasiasa. Wanasiasa huitumia hii kama turufu ya kisiasa kuangalia, kuchezea hisia za watu, kwamba jamani, tusipoungana na huyu na huyu, basi maslahi yetu sisi kama Wapwani, kama wa Mijikenda, au kama Waswahili, au kama Wajaluo, ama kama tulivyoeleza nyuma, tutakuwa katika hatari. Kwa hivyo karata hizi zinatumika vile vile katika mtu katika masuala ya kampeni yake. Atawekeza katika yale maeneo ambayo anaona kwamba kabila yake ni kubwa, kwa hivyo ataijenga ile kabila kuonyesha kwamba wao ndio wanastahili kupata nafasi kubwa, na ndio wana haki ya kumiliki chochote, kwa sababu wana ushawishi mkubwa wa upigaji kura, na bila shaka wana ushawishi mkubwa katika kuathiri matokeo. Kwa hiyo swala la ukabila ni swala ambalo pia linaweka mazingira, si mazingira tu ya uchaguzi, bali nchi yenyewe ikijifunga katika misingi ya kikabila, huwa ile amani hakuna. Na tumeona migogoro ya kikabila katika bara la Afrika, kwamba hata vyama vyenyewe vinachukua kwa sura ya kikabila ama kimajimbo. Tunachukua fulani kwamba chama hiki ni chama asili, ukikiona ni identity ya Pwani. Asili chama hiki ukikiona identity base yake laini ni ya Wajaluo. Asili chama hiki ukikiona ni cha Wakikuyu. Kwa hiyo hivi vyama vyenyewe pia vya kidemokrasia katika ulimwengu huu unaoitwa Global South ni vyama ambavyo ni muungano ya kikabila, wala si vyama kwa mantiki kwamba ni vyama vina manifesto, vina ideolojia, na vina uwezo kihakika wa kushawishi watu pasi na kutumia ukabila. Kwa hiyo mazingira kama haya yanafanya pia ile uchaguzi ama ghasia za uchaguzi kuwa ni sehemu ambazo watu huwa na hofu zaidi. Mwisho kabisa, ni muhimu sana kuelewa kwamba hakuna system yote katika ulimwengu ambayo haitaki mchakato wa upigaji kura. Kupiga kura ni mbinu miongoni mwa mbinu ambazo ni muhimu sana kuchagua kiongozi, na ili wanadamu wawe na nidhamu lazima kuwe na kiongozi. Ndio maana utakuta Uislamu haujakataza yani mfumo wake, kwa maana rais asichaguliwe kupitia kura. Khalifa anaweza kuchaguliwa kupitia kura, lakini tofauti na siasa ya Kiislamu. Siasa ya Kiislamu yule anachagua kiongozi si kwa msingi ya ukabila, wala yani hachaguliwi kwa kuwa ati anatoka katika jamii fulani nini. Anachaguliwa kwa kuwa ni mweza wa lile jukumu la uongozi, na anayechaguliwa naye pia akifika katika madaraka huangalia ule uongozi si kama avenue, yani kama platform ya kukusanya na kuiba mali, bali anachukulia kama ni trust, ni amana atakayoulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana haya Uislamu hakutotarajiwa kuweko na taharuki kila baada ya uchaguzi. Ndiyo swala political, swala uchaguzi ni swala nyeti, lakini katika system ya Uislamu imeweka vigezo muhimu sana. Mfano, kiongozi uchaguliwa ikiwa ni mweza na ni mcha Mungu, mwadilifu. Hizi ni moja katika sharti ambazo lazima awe nazo kama kiongozi. Lakini jingine pia ni Uislamu hautokuwa na mazingira vulnerable, yani hatarishi kama haya tunayoona, kwa sababu uchaguzi katika Uislamu si lazima ufanywe kila baada ya miaka minne.
bali rais au khalifa anaweza kuendelea kuongoza madam afya inaruhusu. Kwa hivyo si swala apewe muda mfupi miaka 5 au miaka 10, kwa sababu ukimpa kiongozi miaka 5 au miaka 10, ina maana ile nafasi yake ya kuweza kuleta yale maendeleo kwa kasi inakuwa ni vigumu, kwa sababu hapo kuna mambo mawili. Kuna ima kujishibisha zile rasilimali ziwe kwa upande wake, na pia kuna kuwarambisha raia. Kwa hiyo utakuta wana viongozi wa kidemokrasia huchukulia msimu wa kura kwamba miaka 5 nitajinufaisha, kama jana na juzi nilikuwa na gari 3 au na majumba 3, labda uchaguzi huu nikichaguliwa nitazidi ile nafasi yangu ya kiuchumi itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo swala hapa ni kukusanya mali, lakini Uislamu swala si kukusanya mali. Swala ni kwamba kiongozi atakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuweka miradi kwa muda mrefu sana, kwa sababu ana uwezo wa kufanya hivyo, ana uwezo wa execute sera, na hana shinikizo kwamba labda miaka 5 mimi nikatolewa. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu sana ambalo limekosekana katika demokrasia, kiasi cha kwamba sasa demokrasia inakuwa ina cunning element, kufanya wale raia waamini kwamba option ni watu. Kwa hivyo matatizo tuliyokumbana nayo kwa miaka 5 basi yataondolewa na mtu fulani, ila hali mazungumzo si mtu, mazungumzo ni ideolojia. Je, huyu mtu tuliyemleta ana tofauti gani ki-ideolojia na yule mtu ambaye tulimtoa? Na hapa ndipo kuna nimesema kwamba ile tatizo la mfumo wa kibepari na demokrasia, hutumia demokrasia na kura kama njia ya kuficha zile fedheha yake, kuonyesha kwamba watu mkichoka na huyu basi hapa kuna option nyingine, na kufunga mawazo ya watu kwamba tatizo ni watu. Tatizo hakika ndugu zangu si watu. Tatizo hawa watu ni product ya mfumo ambao unahelekeza classism, mfumo ambao unaweka mazingira ya mtu kukusanya mali pasi na kujali watu, na kura na uchaguzi inakuwa ni mashindano kama nilivyosema ya nani atapata misuli mikubwa ya kuweza kufika katika kukidhi maslahi yake na kujaza tumbo lake, na huko kuwadharau raia nao kuhadaiwa kwamba subirini, shida hizi zikipatikana, subirini miaka 5, kura yako ni haki yako. Kwa kifupi, hii ndio taaliki yetu ya wiki, ambao mwisho tunasema bottom line, demokrasia imefedheheka na hufedheheka sana katika wakati wa uchaguzi. Huonyesha sura wazi jinsi demokrasia inavyofeli katika kudhibiti mafungamano ya wanadamu na katika kuhatarisha maslahi ya watu. Hapa ni muhimu mazungumzo yawe zaidi, tuangalie Uislamu kama alternative, mfumo ambao una siasa imara. Kiongozi huchaguliwa kwa msingi ni mcha Mungu. Kiongozi hujali kwamba hujali watu, kwa sababu anajua wazi atakuja kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur rahim.